kwa huduma ya visima vya kisasa. Karibu kwetu Castanet Water Technologies, Water Well Drilling. Tunachimba visima virefu. Tupo Tarime mjini, Zakafiri. Tupigie kwenye 0745 019 213 au 0769 547 409. Wahamasishaji pia nao shuti wasajiliwe kwa mujibu wa sheria. Mtu anakuja kwenu, mimi mwalimu anafundisha na nini, lakini kikundi chenu hakijasajiliwa, hakiweki hela benki, kinaweka kwenye makabrasha, huyo mhamasishaji hajaweza kuwasaidia. Kwa sababu kama angekuwa mhamasishaji anawasaidia, kama wale angewaongoza, angewapeleka, kawaongoza, kawapaka, wakapata katiba yao vizuri, wakaenda kufungua akaunti ya benki, wasipata yale mali. Kwa hiyo pia tumesema tusisitize kwamba muhakikishe kwamba kikundi kinasajiliwa, mhamasishaji anapata cheti cha kuhamasisha. Sawa Ambaye hana cheti naye hatusemi aache hiyo kazi. Inawezekana ni mjuzi, anauelewa, anakosa tu cheti, aende afanye taratibu apate cheti. Mimi naitwa Rahim Mwanga, ni afisa masoko mwandamizi kutoka UTT AMIS. UTT AMIS tunashiriki kwenye program ya kutoa elimu kwa umma kuhusiana na mambo yote ya fedha, na sasa tunashiriki programu hii kupitia Wizara ya Fedha, na tuko mkoa wa Mara ili kuwafikia wananchi kwa mapana yake na kuwaeleza fursa za uwekezaji hasa kama sehemu ya nguzo ya elimu ya fedha, na hususan kwenye uwekezaji tunazungumzia mifuko ya uwekezaji kwa pamoja ambayo inatoa fursa pana ya wananchi kuweza kuwekeza akiba zao na hatimaye kukuza mitaji na kufikia malengo tofauti ya kifedha. Kwa kupitia mifuko hii, wawekezaji wanaweza wakaanza kuwekeza kiwango kidogo tu cha shilingi 10,000 na kuendelea kulingana na masharti ya mfuko. Lakini kupitia mifuko hii imekuwa ikitoa faida nzuri na shindani ya wastani wa 12% hadi 15% kwa mwaka kulingana na hali ya soko na mfuko unapowekeza. Kiwango hichi tunasema ni shindani kwa sababu kinawawezesha wananchi kukuza mitaji yao ambayo hiyo wanaenda kufanya shughuli mbalimbali za kiwekezaji. Kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja pia wawekezaji wanaweza wakatoa fedha zao wakati wowote ili kuweza kukizi mahitaji sawa na masharti ya mfuko. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa elimu hii kwa kuhamasisha kwamba wawekeze fedha zao na waache kuweka. Lengo likiwa ni kwamba kwanza watunze thamani ya fedha zao ili pale watakapokuja kutimiza. Walikuwa wanajiendesha wenyewe kijijini holela, lakini sasa hivi serikali imeleta mfumo mzuri kabisa wa huduma ndogo za kifedha ambapo unafanya utambuzi na hatimaye wanaratibiwa kwa utaratibu ambao umeandaliwa. Vikundi sasa hivi vingi vya vikoba vinafanya vizuri sana, ambavyo vinaitwa huduma ndogo za kifedha, vinafanya vizuri sana na vimeonyesha mchango mkubwa kwa serikali yetu. Kwa maana sasa hivi wakina mama wanaweza kujiwekea mtaji, wakina mama sasa hivi kupitia huduma ndogo za kifedha, kupitia huduma ndogo za kifedha wameanzisha miradi yao ambayo kwa kweli inaweza kuwafanya wakajikimu, lakini wanatoa huduma mbalimbali, lakini hata ndoa nyingi sasa hivi zimeimarika sana. Na wali tulikuwa tunaona wakina mama walikuwa wanapiga kelele kwamba wanapigwa, lakini sasa hivi makelele ya kupigwa yamerudi kwa kina baba. Si kwa maana kwamba kina baba wanapigwa kwa maana ya ugomvi, wanapigwa kiuchumi, kwa sababu uchumi mkubwa uko kwa kina mama. Mimi nishukuru serikali kuhakikisha kwamba uratibu huu wa huduma ndogo za kifedha. Leo hii tulikuwa na wiki nzima tulikuwa tunafunza kwa mapokeo wenzetu kutoka Wizara ya Fedha, UTT na NSSF kwa ajili ya kujengea uwezo vikundi vya huduma ndogo za kifedha kwenye eneo la kuboresha shughuli zao. Niwashukuru serikali kwa kuliona hili. Sasa hivi naamini kwamba wengi watakwenda kutumia yale mafunzo ambayo wanapata kuboresha hizi shughuli, lakini baadhi yao pia watajiunga na mifuko ile ya NSSF kwa sababu ya kupokea zile product ambazo zinatolewa na NSSF. Tunaambiwa kuna huduma za matibabu, kuna huduma za kujiwekea akiba na huduma mbalimbali. Mimi nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada hizi ambazo wamefanya kuhakikisha kwamba mwananchi anatokana na umaskini. Asante sana. Kwa majina naitwa Benjamin Mesha Kimunge, ni kijana mmoja wapo katika vijana ambao wanatokana na kikundi cha BD Group ambacho kipo kwenye kijiji cha Nyamwaga, lakini pia kwenye kata hii ya Nyamwaga wilaya Tarime, ambapo tunaita Tarime DC kwa sasa hivi.
Mimi kama kijana leo tumekuwa na semina ambayo nimejifunza mambo mengi sana. Ukiangalia sisi vijana tumeshindwa kuwa na uwekezaji, lakini nimejifunza leo kupitia semina hii ambayo tumejifunza leo. Nimejifunza mambo mengi sana kwa kweli, na nimefurahia uwepo wa wawezeshaji ambao wamekuja kutuwezesha kwenye masuala ya kutuelimisha sisi kama vijana. Lakini mimi binafsi nimejifunza namna ya kuwekeza hata kwenye kilimo, ufugaji, lakini vitu vingi sana, kwa sababu sisi vijana wengi tumekuwa tukiwekeza kwenye kazi za kulipwa hapo na hapo, lakini binafsi mimi nimejifunza kwamba nitawekeza kwenye kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo ili nijiinue kiuchumi. Lakini jambo lingine nimejifunza namna ya kuhifadhi na kutunza fedha kwenye akaunti za kibenki, kwa sababu tumekuwa tukitunza hela kwenye wallet. Mwisho wa siku wallet hiyo inakuja unatoa mwisho wa siku unamaliza. Na nimejifunza hivyo kwamba nitatunza fedha kwenye akaunti ya benki. Hivyo sasa itanisaidia kuweka akiba ya malengo ambayo mimi kama kijana nina malengo sana. Kwa hiyo nikiwa na akaunti najua nikawekeza fedha zangu kwenye benki naweza nikafanya vitu vingi sana. Lakini jambo lingine mimi kwa kweli ninaiomba serikali ya Mama Samia Daktari tusaidie sisi vijana, kutusaidia kutuinua kiuchumi, kama vile walivyotupa mwongozo kwamba tutengeneze vikundi ili tukapate kusajiliwa, lakini pia tukapate kusaidiwa na halmashauri.